Mpendwa katika jina la Yesu Kristo, nataka kukusalimia. Natumaini kwamba umekuwa mwema. Bwana ni mwema, Bwana ni mwema kwetu na Bwana asifiwe. Siku ya leo nataka kukaribisha kwa ibada ya siku ya leo. Na mjua kwamba Bwana atanena pamoja na mioyo yetu, kwa maana ni Bwana ambaye anatuelewa na anaelewa hoja za mioyo yetu. Na kukaribisha kwa ibada ya siku ya leo, jisikie ukiwa huru, ukiwa miguuni pa Yesu Kristo. Tufungue kwa maombi. Mfalme mwema, katika jina la Yesu Kristo, tunakuinua na kukuabudu na kusema wastahili. Pokea heshima na utukufu wote, kwa maana umekuwa Mungu mwema, umekuwa pamoja nasi, umetuhifadhi, umehifadhi hata anayesikiza ujumbe huu. Mfalme mwema, ni asante kwa wema wako na uaminifu wako. Na mfalme mwema, wakati tunapoanza katika ibada hii kumega mkate wako Bwana, tunaomba Bwana kwamba utanena nasi. Taandaa meza ambayo ni tayari Bwana kwa hoja za watu wako katika mioyo yao. Bwana, naomba kwamba utakutana na kila hitaji. Bwana, kupitia neno lako utazungumza na watu wako. Bwana, tunakuinua na tunakuabudu na tunaliheshimu jina lako, kwa maana wewe wastahili. Andamana pamoja nasi Mungu Baba, andamana nasi pamoja Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, na sifa na utukufu na heshima zikawe ni zako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. 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 Siku ya leo na ningetaka kukukaribisha kwa ibada tena. Ujumbe ambao ninao kwa ajili yetu siku ya leo ni kuhusu Bwana Mungu ambaye tunayemwamini. The Lord God who we believe in. Bwana asifiwe. Na katika maandiko ya siku ya leo ningetaka tutakuwa na maandiko mengi, lakini tutaanza na maandiko mawili. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka, the book of Exodus. That is book of Exodus chapter 33. Na katika kitabu cha Kutoka sura ya 33 kuanzia mstari wa 17, Bwana Mwenyezi Mungu akamjibu Musa, kwa kuwa umepata fadhili mbele yangu, nami na kujua kwa jina lako, jambo hili ulilosema nitalifanya. Musa akasema, nakusihi unionyeshe utukufu wako. Mwenyezi Mungu akamjibu, nitapita mbele yako na kukuonesha wema wangu wote, nikitangaza jina langu. Mwenyezi Mungu, mimi nitamrehemu yule ninayependa kurehemu na kumhurumia yule ninayependa kumhurumia. Kutoka hapo tutaruka twende sura ya 34, ndiyo hadithi inaendelea. Musa amemsihi Mungu, angetaka kuona utukufu wake. Na tunaona katika sura ya 34 tukianzia mstari wa 5, inasema hivi: Mwenyezi Mungu akashuka katika wingu, akasimama pamoja na Musa, akalitaja jina lake Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu akapita mbele ya Musa akitangaza tena, Mwenyezi Mungu, mimi ni Mwenyezi Mungu, ni Mungu mwenye huruma na neema, na si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa fadhili na uaminifu. Mimi na wafadhili maelfu, nikiwasamehe uovu, makosa na dhambi, lakini kwa vyovyote vile sitaacha kumwadhibu mwenye hatia. Nitapatiliza watoto na wajukuu uovu wa baba na baba zao, na hata kizazi cha 3 na cha 4. Mpendwa, siku ya leo ningetaka tusome ama tuangalie kuhusu Mungu ambaye tunayemwamini, Mungu ambaye ametuokoa. Nikupe msingi wa huu ujumbe. Hapa tunapata Musa akimsihi Mungu akapate kumwonyesha utukufu wake. Huyu mtumishi wa Mungu, ukisoma katika sura ya 32, tunapata kwamba wana wa Israeli wakatengeza sanamu na wakaiabudu ile sanamu.
Na katika pahali pale Mungu akawa ameghadhabika. Wakati ule Musa hakuweko, alikuwa amepanda juu mlimani kupatiwa sheria za Mungu, zile sheria 10 ambazo Mungu aliandika kwenye jiwe. Na Musa alipokuwa akiteremka chini, Mungu kwanza akamwambia kwamba watu wale ambao ulileta kutoka Misri, wale watu wameinamia sanamu. Wakiwa wakiteremka na Yoshua, wanasikia mayowe, wanasikia shangwe fulani. Yoshua anamuuliza, nasikia ni kama kuna vita kwenye kambi. Naye anamwambia, hapana, hiyo si sauti ya ushindi ama sauti ya kushindwa. Nasikia hiyo ni sauti ya watu wakisherekea. Kumbe wala watu walikuwa wameinamia ile sanamu, walikuwa wametengeza karamu kuabudu hiyo sanamu ambaye nduguye Musa ambaye ni Haruni alikuwa ameitengeza. Na wakati alipofika pale, alighadhabika huyu mtumishi wa Mungu. Hali ilikuwa ni tofauti kabisa. Mungu ambaye alikuwa amemuita katika mlima akaweza kumpatia sheria ambazo zingewaongoza watu wake, ndio akaweze kujua jinsi ya kuishi na Mungu. Akapata kwamba wale watu wamepinduka, wale watu ambao walikuwa wakitungiwa hii sheria au watu ambao walikuwa wakitungiwa haya maagano walikuwa wametepotoka, wamemwacha Mungu ambaye alikuwa amewaleta na kuwaokoa kutoka nchi ya Misri. Ikakuwa ni wakati ambao ulikuwa ni mgumu kwa Musa, huyu mtumishi wa Mungu, na anamsihi Mungu, tafadhali wasamehe wao watu. Mungu anasema sitembei nao tena, lakini Musa anamwambia Mungu, kama huendi nasi hatutatoka mahali hapa. Mpendwa, wakati mwingine mambo yanakuwa magumu, na najua kama kipindi hiki cha corona, kipindi hiki ambacho kimekuwa na fedheha nyingi, kumekuwa na mambo ambayo ni mazito, kumekuwa na mambo ambayo yamekuwa ya kutatanisha, hayajulikani, mambo yamekuwa yakienda mrama. Wakati huu ndio wakati mwingine husikia moyo umeinama, ndio wakati unasikia moyo ni kama utashindwa. Lakini tunaona mtumishi wa Mungu anaomba Mungu akaone utukufu wake. Na nataka kukuhakikishia mpendwa, siku ya leo unapoona utukufu wa Mungu, wakati unapoona ushindi wa Mungu katika maisha yako, hali yako inabadilika. Bwana asifiwe. Hali yako itakuwa ni tofauti. Huyu mtumishi akajua jambo moja, nitaomba tu nione utukufu wa Mungu. Na naomba siku ya leo mpendwa, kwamba itakuwa tumaini lako, kwamba katika hali yako, katika maisha yako, katika kazi yako, katika jamii yako, katika ndoa yako mpendwa, utatamani kuona utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Na katika somo la pili ambalo tumesoma ni kuendeleza kile ambacho Musa ameomba. Na tunaona kwamba Mungu anatimiza yale maombi ya Musa. Wapendwa, natumaini kwamba unaendelea kuomba kwa ajili ya hali zetu. Natumaini kwamba unaendelea kuomba kwa ajili ya hali yako. Mungu ni Mungu mwaminifu, na kila mara yuko tayari kujibu maombi yetu. Kila mara yuko tayari kukutana na hoja zetu. Musa anaomba nione utukufu wako, na hata haipiti sura moja Mungu anadhihirisha utukufu wake kwa huyu mtumishi wake. Na tunaona kwamba Mungu akapita mbele ya mtumishi wake Musa akilitangaza jina lake. Mungu anajiita, Mungu anasema yeye ni nani. Na huu ni ufunuo mmoja ambayo wana wa Israeli wanapata kuhusu Mungu. Na haya ndio nataka yawe msingi wa masomo yetu. Huu utukufu wa Mungu, hii asili ya Mungu, the nature of God. This is what I want us to see. Hii ndio nataka tuone siku ya leo. Asili ya Mungu, tabia za Mungu, desturi za Mungu, ndio siku ya leo ningetaka tuangalie, kama jinsi Mungu mwenyewe alivyojitangaza yeye mwenyewe. Wapendwa, utakubaliana na mimi, kama kuna mtu ambaye ananijua ni mimi mwenyewe zaidi. Kabla mtu mwingine anijue, ni mimi ninajijua. Mpendwa, wewe ndio unajijua. Wewe ndio unajua kilio ambacho unacho katika moyo wako. Wewe ndio unajua furaha ulio nayo. Wakati unapokutana na mambo, wewe ndio unajua uzito wa yale mambo ambayo yanakukuta. Wewe ndio unajijua wewe ni mtu wa aina gani. Wewe ndio unajua nguvu zako. Wewe ndio unajua udhaifu wako. Na hapa tunaona Mungu
akitangaza nguvu zake, na ni ushahidi ambao ni mzuri wakati Mungu anashuhudia yeye ni nani. Bwana asifiwe. Na huu ushahidi ndio ningetaka tuangalie siku ya leo. Jambo la kwanza anasema hivi, as he passed by in front of Moses, he proclaimed, he said, the Lord, the compassionate and gracious God. Kitu cha kwanza tunapata ni kwamba Mungu wetu ni Mungu mwenye huruma. Bwana asifiwe. Mungu ambaye tunayemwamini, he is a compassionate God, ni Mungu mwenye huruma, ni Mungu mwenye huruma. Wakati unapopitia mambo mazito, wakati unapopitia mambo mengi, wakati unaposikia umesongwa, wakati mwingine unatafuta huruma hupati, unaangalia jirani yako, kumbe na yeye pia naye amesongwa ama amekabiliwa na mambo hata mazito kukushinda. Mwingine ukijaribu kumulilia hata hana msaada. Wengine tumeona wakililia serikali kusema serikali saidia, lakini unapata serikali nayo iko na mambo inayowasonga. Wakati mwingine unapata unalilia watu ambao wenye uwezo, lakini hawako tayari kukusaidia. Hakuna huruma, wapendwa. Katika ulimwengu huu unapata huruma inaendelea ikipunguka, lakini tuna hakikisho moja, wapendwa, kwamba Mungu ambaye tunayemtumainia, Mungu ambaye tunamwamini ni Mungu mwenye huruma, wapendwa. Na siku ya leo, licha ya kile unachopitia, licha ya changamoto ambazo zinakukumba katika maisha yako, licha ya mambo ambayo unayahofia, nataka kukuhakikishia kwamba Mungu ambaye tunaamini ni Mungu wa huruma, na yuko tayari kila mara kutuonyesha huruma zake. Tukitazama mtumishi wa Mungu ambaye ni mfalme Daudi, mara nyingi aliongea kuhusu huruma za Mungu. Katika Zaburi, in the book of Psalms 145 verse 8, anasema hivi, the Lord is gracious and compassionate. Yeye ndio Mungu ni wa rehema na ni Mungu wa huruma. Mstari wa 9 anasema hivi, the Lord is good to all, he has compassion on all he has made. Mungu ana huruma na uumbaji wake wote. Mungu ana huruma kwa ajili ya wanyama, Mungu ana huruma kwa ajili ya ardhi, Mungu ana huruma kwa ajili ya mimea, chote ambacho amekiumba. Mungu ana huruma. Ana huruma hata na ndege wa angani. Na Yesu Kristo akasema, kama anajali ndege jinsi ile, je, na sisi anatujali jinsi gani? Kama anajali maua jinsi ile, ameyavika na utukufu. Mpendwa, nataka kukuhakikishia hata wewe Mungu anakujali na atakuvika zaidi. Our God is a gracious and compassionate God. Kuna mambo mawili hapa. Tunaona kuna huruma na kuna rehema. There's mercy and there's grace. Mercy is the opposite of grace. Huruma ni wakati unastahili jambo, wakati umefanya makosa, wakati umefanya dhambi. Tunajua mshahara wa dhambi ni mauti. We know that God, according to the justice of God, any sin deserves death. Mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini mpendo, nataka kukuambia kwa ajili ya kumwamini huyu Mungu na kuamini njia yake ya wokovu ambayo ni Yesu Kristo, wewe umepita kutoka mauti ukaingia kwenye utukufu na ufalme wa Mungu. You've passed from death, you've passed from judgment, my brother, my sister, you've passed away from these things. And God has been merciful to you. Mungu amekuwa ni Mungu wa huruma kwako. Hukupata kile ulichostahili. Dhambi zangu zinastahili mauti. Dhambi zangu zinastahili kutenganishwa na Mungu. Lakini kupitia kwa huruma za Mungu, si kupata kile ambacho ninastahili, ambayo ni mauti, ambayo ni kutenganishwa na Mungu. Na mpendo, nataka kukuhakikishia kwamba hizo huruma za Mungu zinasema hivi, wewe hukupata kile unachostahili, kutenganishwa na Mungu, lakini Mungu ameondoa hiyo. Hebu piga hesabu hivi. Mfungwa ama mtu jambazi sugu ambaye ameenda akiwaua watu, ambaye amefanya uhalifu mkuu, alafu anaenda anahukumiwa, na hukumu yake ni kuwa atanyongwa. Lakini rais baada ya kumhurumia anasema hivi, wewe umesamehewa, wewe uko huru, hutapata adhabu ambayo unastahili. Hiyo ndio huruma ambayo tunaoongea, kupata ama kutopata kile ambacho unastahili.
Nayo rehema ni tofauti. Rehema ni kinyume cha huruma. Rehema ni kupata kile ambacho hukustahili. Sisi hatukustahili ufalme wa Mungu, kwa maana tuliwasi Mungu. Hatukustahili upendo wa Mungu. Hatukustahili kwa maana sisi ni waovu. Tumeasi njia za Mungu. Tumeasi njia zake. Tumeasi sheria za Mungu. Na hatustahili upendo ambao ametuonyesha. Lakini Mungu kwa rehema zake, by his grace, we receive what we don't deserve. We receive to be called children of God. Tunapata kuwa watoto, wana wa Mungu, warithi pamoja na Kristo katika ufalme wake. Daudi anatambua, anasema the Lord is a gracious and compassionate God. Ni Mungu amejawa na huruma, Mungu ambaye amejawa na rehema. Jambo la pili, the Lord is slow to anger. Mungu si mwepesi wa kukasirika. Mungu ni mvumilivu. Inasema hivi, Mungu akienda mbele za Musa anasema hivi, the Lord is compassionate and gracious. He is slow to anger. Mungu hakasiriki rahisi. Unajua kuna watu wanapata ghadhabu na hasira kwa haraka. Ukifanya tu jambo lidogo, yule mtu ameghadhabika. Unapata yule mtu yuko tayari kulalua kila mtu sababu amekasirika sana. Lakini Mungu wetu hayuko hivyo. Mungu ni mvumilivu, mpendwa. Mungu ni mvumilivu na hali zetu. Mungu ni mvumilivu hata katika udhaifu wetu. Even in our own failure, the Lord is surely long suffering. Yeye Mungu hutuvumilia. Anatuvumilia kila mara. Yesu anatupatia mfano kuhusu mti ambao ulikuwa tayari kukatwa kwa maana haukuwa na matunda, lakini yule ambaye alikuwa ni akichunga ile shamba anasema hivi, nipe muda tu, niongezee muda, nipate kumpatia huu mti mbolea, nipate kuulimia tena, nipate kupalilia, tuone angalau kama utazaa matunda. Mpendwa, nataka kukuhakikishia hata wakati unapojisikia chini, wakati unapojisikia wewe ni mdhaifu, tambua kwamba Mungu wetu hata katika unyonge wetu, yeye si mwepesi wa hasira. Na sijui ni hali gani umeingia. Wakati mwingine unapata tumeanguka kwenye majaribu ya mwovu shetani. Wakati mwingine unapata tumeingia katika mitego ya mwovu shetani. Na wakati mwingine tunasikia kwamba tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Tunasikia ni kama Mungu hayuko pamoja nasi. Lakini nataka kukuhakikishia mpendwa, siku ya leo kwamba usitoroke Mungu. Usitoroke mbali na upendo wake, kwa maana yeye hakasiriki rahisi. Na hizo hasira haziweki milele. He is slow to anger. He is a gracious God. Ni Mungu mwenye rehema. Si mwepesi wa kukasirika. The other thing we see is that God is abounding in love. Mungu hudumu katika upendo. Is a God who is abounding in love. Our God is love. Yohana anatuambia God is love. Yes, kama unataka kujua upendo, hebu tazama Mungu. Mpendwa, unaweza sikia kama hupendeki. Ndio wakati huu labda ungekuwa umeenda kulilia mtu, labda ungekuwa umeenda kupatia mtu mambo ambayo unayoyapitia, na unatambua kwamba watu wanakutoroka. Lakini Mungu wetu si vile. Mungu wetu amejawa na huruma, na zaidi ya yote si huruma pekee, amejaa na upendo. Na kama unahisi kwamba moyo wako umeinama, wewe ndio nataka kukuelezea, there's a shoulder you can lean on, the shoulder of God. Praise the Lord, brethren. Our God is abounding in love. Upendo wake ni mwingi. Upendo wake hauna kipimo. Upendo wake vina vyake hatuwezi vielewa. Paul says, he says how deep the love of God is, how unsearchable, how we can never know. Hatuwezi jua kina cha huu upendo, kwa maana ni upendo wa ajabu na upendo mkamilifu. Kama unataka kuona upendo mpendwa, tazama Mungu na utaona upendo mpendwa. Our God is also a faithful God. Pointi ya nne yangu ni kwamba Mungu ni Mungu wa uaminifu. Lord is a faithful God. Ni Mungu mwaminifu. Mwaminifu kuweka ahadi zake. Mwaminifu kwamba hawezi tutuacha.
Paulo akinena na Timotheo anamwambia hivi, mstari wa Timotheo wa pili, sura ya pili, mstari wa 13, if we are faithless he will remain faithful, for he cannot disown himself. Wakati mwingine tunapata tumepungukiwa na uaminifu. Unapata marafiki si waaminifu kwa rafiki mwingine, unapata wapendwa si waaminifu kwa wapendwa wengine. Lakini kitu cha kuajabisha ama kitu ambacho ni kizuri ni kwamba hata wakati tunapokosa kuwa uaminifu pamoja na mwingine, hata wakati tunapokosa kuwa mwaminifu kwa Mungu, anasema hivi, yeye atabaki kuwa mwaminifu, kwa maana yeye hawezi jikana. Mungu wetu ni mwaminifu mpendwa. Yeye ni mwaminifu kwa ahadi zake. Je, ameahidi? Mungu si kama mwanadamu atasema la, hilo nilisema sikufikiria. Hatasema ni yule aliyeniandika ambaye alinikuu hiyo alikosea. Hatasema Roho Mtakatifu alinimisquote. Mpendwa, I can assure you, kila ahadi unayoshika ya Mungu, kila ahadi ambayo ameahidi, yeye yu tayari kutimiza ile ahadi. For he is faithful to his promises. He is faithful to his word. Je, ni nini Mungu amesema? Kama kuna kitu Mungu ameheshimu, kama kuna kitu ambacho Mungu anafuata kutimiza, ni neno lake. Kama kuna kitu ambacho kiko juu ya Mungu mwenyewe, kama kuna kitu kinafunga Mungu mwenyewe, ni neno lake. God, he keeps his words. He keeps his promises. Kila kitu anachokisema yu tayari kutimiza. Haijalishi gharama yake ni nini, Mungu anatimiza. Kila ahadi ya Mungu ambayo unayoishika, you can take it at the face value. Unaweza ishika katika jinsi inavyosema. Unajua kitu kimoja kinaajabisha ni kuhusu kama fedha. Wakati unaposhika, ni kwa mfano ngiri moja ya Kenya. Kishika ngiri moja, kweli imeandikwa 1,000. Lakini ukienda Marekani, utaenda uambiwe ile ngiri moja sasa hapa si ngiri moja. Wataigawanya mara 100. Utasikia imeshuka chini ya 100. Kule ile ngiri yako moja unaambiwa ni 100 ama chini ya 100. Lakini unapoenda Tanzania, ile ngiri yako inabadilika. Inakuwa unaambiwa hapana, hapa si ngiri. Hapa tunasema ni ngiri 20,000. But the promises of God, they never change in value. It doesn't matter wherever you are. Haijalishi uko ng'ambo gani, haijalishi wewe ni mtu wa aina gani, haijalishi kiwango chako, ahadi ya Mungu ni ile ambaye ameahidi. Haijalishi wakati, it's not depreciated with the time. Hapana, haishuki dhamana kwa ajili ya muda. The promises of God, they are real, they are true, and you can take them at the face value. Jinsi Mungu amesema, shika hilo neno, shika hilo neno ni lako. Je, Mungu ameahidi nini mpendwa? Si ameahidi atakutana na mahitaji yetu katika utajiri wake ndani ya Yesu Kristo? Mpendwa, Mungu ndivyo amesema. Haijalishi dhamana, haijalishi tagharimu nini. Wakati mwingine sisi tunawekea Mungu vipimo kuhusu na vipimo vyetu. Wakati mwingine we lack faith because of our capabilities. Tunaangalia uwezo wetu na vile viwango ndivyo tunavyomwekea Mungu. Unajua, kama utakuja uniombe shilingi 10, unajua uwezo wangu utaniwezesha kukupatia shilingi 10. Utaona nimetabasamu na nitakupatia, hata huenda nisikue na shilingi 10 nikupatie 50 na nikwambie keep change. Lakini ukianza kunitisha ngiri moja, utaona nimeanza kuwa na ugumu. Jinsi unavyoendelea kunitisha katika kiwango, ukinitisha ngiri 10, ukinitisha 1,100, utaona hata nimebadilika, utaona nimekuwa mweusi zaidi. Lakini nataka kukuhakikishia, Mungu wetu hatishwi na idadi ambazo tunazokutana nazo. Kama ameahidi, mfalme mwema ana nguvu ya kutimiza kile anachokiahidi. Yeye ni mfalme, ana nguvu yote na ana rasilimali zote. He is faithful to follow his word and is faithful to keep his promises. Mpendwa, ni ahadi gani Mungu amefanya? Ni ahadi gani umechagua katika neno la Mungu? Ni ahadi gani umesikia Mungu ambaye akinena katika moyo wako? Si je, ni Mungu ambaye anasema atatuponya magonjwa yote? He is the Lord God, our healer. And surely take it at that value. Ndio, chukua jinsi anavyosema. Achana kuangalia na sura ya ugonjwa. Achana kuangalia na jina la ugonjwa. Amesema atakuponya.
and He's faithful to do that. He has said He'll meet you at the point of your need. Je, hitaji ni gani? Najua shule watoto wako karibu kurudi. Labda kuna mwingine anafikiria fees itatoka wapi, lakini ameahidi atakutana na mahitaji yetu katika utajiri wake ndani ya Yesu Kristo. Bwana pia anasema kwamba yeye hudumisha upendo wake kwa vizazi na vizazi hadi 1000. God maintains His love to thousands upon thousands to those who love Him. Mpendo kwa maana unapenda Mungu, anasema hivi, upendo huu ambao amekupenda nao utafikia watu wengine. Kwa ajili ya hivyo umeamini, baraka hizo zitafikia vizazi hadi vizazi vingine. Kwa nini? Kwa maana unampenda Mungu, kwa maana umemwamini Mungu. Ni hakikisho nzuri wa mpendwa, ni hakikisho nzuri kwamba wewe hutakufa, utaishi kutangaza upendo wa Mungu, utaishi kutangaza uaminifu wa Mungu, utaishi kutangaza upendo wa Mungu. Ndio hau upendo ufikie vizazi hadi vizazi vingine, kwa wale ambao wanamtumainia Mungu. God, our God is a forgiving God. He forgives wickedness. He forgives rebellion. He forgives sins. Mungu usamehe uovu, usamehe uasi, usamehe dhambi. Mpendwa, Daudi akasema, blessed is the man whose sins are forgiven. Heri mtu yule ambaye amesamehewa dhambi zake. Blessed is he that is forgiven. Blessed is whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the man whose sin the Lord does not count against him, and in whose spirit there's no deceit. Mpendo, nataka kukuambia, wakati unapotembea, hata wakati unapoanguka katika majaribu, kiri dhambi zako. Hakuna dhambi ambayo Mungu hawezi samehea. Dhambi ambayo Mungu hata samehea ni ile hujakiri. Mpendo, usiache shetani akuweke chini. Usiache shetani aendelee kukutesa. Usiendelee kutembea katika hukumu. La hasha. Kwa maana tunaye Mungu ambaye anasamehea. Anasamehea uovu, anasamehea uasi, anasamehea dhambi. He's a compassionate God. Mungu ambaye ana huruma na anaelewa kwamba mwanadamu siku zake ni kidogo tu, siku zake ni chache tu. Anaelewa kwamba sisi tumeumbwa tu ni udongo, sisi tu ni dhaifu. Wakati mwingine tunaanguka kwenye majaribu, wakati mwingine tunasongwa na mambo, lakini Mungu ni mwaminifu, yeye ni mwema, na ni Mungu ambaye anatupenda, kwamba kila wakati anatusamehe uovu wote, anatusamehea uasi wote, na anatusamehea dhambi zote. Na kitu cha ambacho nilitangulia kusema kwamba hagadhabiki nasi milele. Usifikiria mpendwa Mungu amekukasirikia. La, hapana. Kwa hakika anakuita kwa upendo. Anakuita kwa upendo. Daudi akiandika katika kitabu cha Zaburi 103, ni kama siku ya leo nataja sana Daudi, kwa maana huyu ni mtumishi ambaye alikuwa amejua uzuri wa Mungu. Huyu ni mtumishi ambaye alitambua kwamba hakuna suluhisho kwake kwingine isipokuwa kwa Mungu. Hata wakati mambo ni mazuri, suluhisho lake alikimbilia Mungu. Wakati mambo yalikuwa ni mabaya, alikimbilia Mungu. Wakati aliandamwa na adui, akakimbilia Mungu. Wakati alianguka kwenye dhambi, akakimbilia Mungu. Wakati alipokuwa mwenye haki, alijua haki yake inatoka kwa Mungu. Anasema hivi katika Zaburi 103, anasema he made known his ways to Moses, his deeds to the people of Israel. The Lord is compassionate and gracious. He is slow to anger, abounding in love. Mungu wetu ni Mungu mwenye huruma, Mungu mwenye rehema, Mungu ambaye si mwepesi wa hasira, hakasiriki milele, na amejawa na upendo. Mpendwa, siku ya leo nataka kukuhakikishia kwamba licha ya mambo ambayo unapitia, licha ya mambo ambayo yanakukumba, unaweza tegemea hizi tabia na desturi za Mungu. Na tukimalizia, ningetaka tusome maneno ambaye mtumishi wa Mungu Yeremia aliandika katika kitabu cha Maombolezo,
Kitabu cha Maombolezo sura ya 3. Yeremia, nikupe msingi tu kidogo. Alikuwa ni nabii ambaye alitabiri kinyume cha nchi ya Yuda wakati walipokuwa wameasi Mungu. Akakaa akiwaambia nyinyi kwamba mtatekwa na wa Babuloni. Katika kitabu cha Yeremia anakaa akiwaeleza kwa jinsi mlivyoasi Mungu mtatekwa, na kutimiza neno la Mungu. Mungu alikuja ama alileta watumishi ambao walikuwa, Mungu alitumia kiboko hicho cha Babuloni na wakakaja na wakateka nchi ya Yuda. Na katika kitabu cha Maombolezo tunaona Yeremia akilia, akiomboleza kwa mambo ambayo yaliyokuwa yamewapata. Na wapendwa, ungekuwa wakati huu unaomboleza kwa ajili ya mambo mazito ambayo yamepata taifa letu, kwa ajili ya janga la korona. Kuna wengi wamepoteza wapendwa, kuna wengi wamepoteza marafiki, kuna ajira zimepotezwa, kuna mambo mengi ambayo yamepotewa, kuna biashara zimefungwa. Na ungekuwa katika hii hali ya kuomboleza, na kama Yeremia anavyoomboleza, anasema katika kitabu cha Maombolezo sura ya 3 na mstari wa 19, anasema hivi: kukumbuka taabu kukumbuka taabu na kutangatanga kwangu kwanipa uchungu kama ya nyongo. Yeremia akawa anapitia wakati mchungu, wakati mzito. Anasema ni kama nyongo. Nyongo, nakumbuka tukifunzwa na baba yetu kuchinja kuku, kitu kimoja alituambia, haka kitu kanaitwa nyongo, ni lazima utoe sababu ni kachungu. Wakati mwingine nimesikia mtu akisema, nasikia nikichomwa na tumbo, nikichomwa na utumbo, kuna nyongo ambayo huwa inamwaga yale maji, ni maji ambayo ni machungu. Anasema uchungu wangu ni kama hiyo nyongo, uchungu wangu wanipa huo uchungu kama wa nyongo. Na anasema hivi, nayafikiri hayo daima, nayo roho yangu imejaa majonzi. Naongea na mtu ambaye roho yake imeinama, mtu ambaye roho yake imejaa masikitiko. Naongea na mtu ambaye roho yake imejaa na machozi, mtu ambaye roho yake imesononeka, mtu ambaye hajui atafanya nini kesho. Roho imejaa wasiwasi. Lakini nataka kukuhakikishia kama jinsi mtumishi wa Mungu anasema, ingawa roho yake anasema imejaa majonzi, mstari wa 21 anasema hivi, mambo inabadilika. Anasema, lakini nakumbuka jambo hili moja, nami ninalo tumaini. Mpendwa, nataka kukuhakikishia kwamba kumbuka jambo moja, hata ingawa hali ni ngumu, hata ingawa hali imejawa majonzi, kwamba kuna tumaini. There's hope in the God that we believe in. I said my message is about the God we believe in. Because of his character there's hope. Kwa ajili ya desturi, kwa ajili ya huruma za, kwa maana yeye ni mpole kwa kughadhabika, tunatumaini wapendwa. Kwa ajili amejawa na huruma, amejawa na upendo, kwa ajili yeye ni mwaminifu. Mpendwa, nataka kukuhakikishia kuna tumaini. Na mstari wa 22 anasema hivi kwamba fadhili za Mwenyezi Mungu hazikomi. Fadhili za Mwenyezi Mungu kweli hazikomi. Huruma zake hazina mwisho. My brother, I want to assure you, you are spared today. Another version says we are spared because of the mercies of God. That's why we are not consumed. Ndio mpendwa, siku ya leo huko, ndio siku ya leo hujaenda na corona. Kwa maana nini? Kwa maana rehema za Mungu ziko juu yake. Wakati huu Yeremia, ingawa mji ulikuwa umetekwa, ingawa mji ulikuwa umebomolewa, ingawa hekalu lilikuwa limebomolewa, ingawa mji ulikuwa umechomwa, na ingawa wengi walikuwa wamekufa, ingawa wengi walikuwa wametekwa, anatambua hivi, niko hapa siku ya leo kwa ajili ya huruma za Mungu. Na mpendwa, nataka kukuhakikishia siku ya leo uko hapo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na anasema nini? Fadhili za Mungu, anasema fadhili za Mwenyezi Mungu hazikomi. The mercies of God, the goodness of God, the graciousness of God, the grace of God haina mwisho, haina kikomo. Hizi upendo wake Mungu, haya ambayo anasema ni rehema, hizi ambazo anasema ni rehema na huruma zake hazikomi wakati wowote. He is a merciful God. He is a gracious God. And he says every morning his mercies are new. Rehema zake, uaminifu wake
ni mpya kwetu kila siku. His mercies, he says, verse 23, wacha nisome kwa Kiingereza, fresh as the morning, as sure as the sunrise. The Lord is all I have. And so I put my hope in him. The mercies of the Lord, they are new each and every morning. Huruma za Mungu, rehema za Mungu ni mpya kila siku. Kwa hivyo leo sitagoja rehema za jana. Ndio, hapana, za jana zimepita. Siku ya leo Mungu ananihurumia. Siku ya kesho sitategemea rehema za leo, kwa maana asubuhi kunapokucha, ninapoamka ninapata kwamba Bwana ameniandalia rehema mpya, ameniandalia huruma mpya. Mpendwa, nataka kukuhakikishia kwamba wakati kama huu rehema za Bwana ni mpya kila siku. Rehema hizo zitakuwezesha, hiyo neema ya Mungu ambayo ni inatosha kila wakati na kila hali, hiyo rehema itakutosha. We can trust in the faithfulness of God. I say we are trusting in a compassionate God who is a merciful and gracious God. We are trusting in a God who is slow to anger. We are trusting in a God who is abounding in love. He is love. Our God is love. We are trusting in a God who is faithful. We are trusting in a God who maintains love to thousands upon thousands of those who love him. We are trusting in a God. We believe in a God who is forgiving, who forgives our wickedness. He doesn't pay us according to our wickedness. He doesn't pay us according to our rebellion. And he doesn't pay us according to our sin. And I want to encourage you, my brother, my sister, you are spared today because of the mercies of God. Otherwise, ungekuwa umeangamia. Tungekuwa tumeangamia. Mimi singekuweko kwa siku ya leo kama si tu kwa rehema za Mungu. Jamii yangu haingekuweko, jamii yako haingekuweko, biashara yako haingekuweko. Ndio, labda kazi imepata changamoto, labda umefunga, lakini nataka kukuhakikishia kwamba kupitia kwa rehema za Mungu, kupitia kwa neema ya Mungu, utainuka tena katika jina la Yesu Kristo. Nchi yetu itainuka, ndio, katika jina la Yesu Kristo, na hali zetu zitabadilika. Kanisa letu litainuka tena katika jina la Yesu Kristo. Let us pray. Our dear Heavenly Father, we give you glory, we give you honor. We bless your name for who you are. For Lord, you are a gracious God. You are a compassionate God. We've seen your compassion in our lives. You are slow to anger, O God. You don't harbor grudges, Lord, forever. Hukasiriki na kugadhabika kwetu milele. You are abounding in love. Umejawa huruma, Mungu mkuu. You are faithful, O God, to fulfill your promises, O God. Everything, every good promise that you've promised in our lives, Lord, you are quick, O God, to fulfill. You maintain love, O God, upon thousands of generations. You are a forgiving God. You forgive our wickedness, O God. You forgive our rebellion. You forgive our sins. And Lord, we bless you and we give you glory. We have hope in you. And like Jeremiah, we say, Lord, because of your mercies, O God, Lord, we are spared. We are here today as remnants, O God, to testify of your goodness, to testify of your faithfulness, O God, even to the next generation, Lord, even to our neighbors, even to the people that we live together with, even at our places of work, Lord, even to the people that we meet. Lord, we are a testimony that you do great and mighty things, that you are a saving God, that you do great things to those who love you, that you show your faithfulness and your kindness to them. And Lord, I want to pray for my listener and every viewer. Lord, whoever heart is down, yoyote ambaye moyo wake umeinama, yoyote ambaye amesongwa na mambo, yoyote ambaye anasikia mzigo ama umemzidi, Mfalme mwema, naomba Bwana utakutana na moyo kama ule, utainua ule moyo ulioinama, mzigo ambao ameubeba Mfalme mwema, utauinua Bwana kutoka yale mabega. Mfalme mkuu, utaweka watu wako huru, na sifa na utukufu zote zikawe ni zako. Tunakuinua na kukuabudu, kwa maana wewe ni Mungu mkuu na unastahili heshima. Wewe ni Bwana. Na labda msikilizaji, ungekuwa pale kwa chance yoyote, umefikia hii video na hujamwamini Yesu Kristo, ningetaka kukupatia hili nafasi kupata kumwamini Yesu Kristo, kwa maana yeye ni Bwana. Yeye ni Mungu mwenye huruma, hakasiriki, hajakasirishwa na uovu. Ndio, najua watu wamekuita majina. Najua kuna wengine wamekuleba, wamekuita kahaba. Kuna wengine wamekuita mwizi. Ndio, labda ungekuwa umepitia yale mambo. Kuna wengine hata hawana huruma kwako.
Kuna wengine wanakuona wanafunga nyumba zao, lakini kuna mlango mmoja ambao uko wazi, na huo mlango ni wa Mungu, na anasema kwa kweli yuko mlangoni kwako akibisha. Mfungulie siku ya leo na ingie ndani ya moyo wako. Unaweza fungua ule moyo wako na umkaribishe, na kumkaribisha atakuja nawe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Je, unafanya uamuzi kama ule? Je, ungetaka kuamini Yesu Kristo akuwe Mwokozi wa maisha yako? Rudia hili ombi nyuma yangu. Bwana Mungu, katika jina la Yesu Kristo, natambua kwamba mimi ni mwenye dhambi. Natambua kwamba mimi ni mwenye dhambi. Natambua kwamba wewe ni Mungu mwenye utakatifu. Natambua kwamba wewe ni Mungu mwenye utakatifu. Natambua kwamba wewe ni Mungu pia mwenye rehema. Natambua kuwa wewe ni Mungu mwenye rehema. Natambua kwamba wewe ni Mungu mwenye huruma. Natambua kwamba wewe ni Mungu mwenye huruma. Najua kwamba hujaghadhabika na mimi. Najua kwamba hujaghadhabika na mimi. Na nimeamini injili ya mwanao Yesu Kristo. Na nimeamini injili ya mwanao Yesu Kristo. Naamini kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Naamini ya kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Na nimempokea katika maisha yangu. Na nimempokea katika maisha yangu. Nimempokea kwenye moyo wangu. Nimempokea katika moyo wangu. Na nimekataa njia za uovu. Na nimekataa njia za uovu. Nimekataa njia za uasi. Nimekataa njia za uasi. Nimekataa njia ya dhambi. Nimekataa njia ya dhambi. Na nimekataa njia ya shetani. Na nimekataa njia ya shetani. Na kuanzia siku ya leo. Na kuanzia siku ya leo. Mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ni mwana wa Mungu. Tafadhali andika jina langu. Tafadhali andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kwenye kitabu cha uzima wa milele. Katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen. Amen. Bwana, tunaomba kwa ajili ya huyo ambaye amefanya uamuzi wa imani. Mfalme mwema, tunajua kwamba neno lako ni mbegu, na kila pahali linapoanguka Bwana huota na kuzaa mazao mengi. Mfalme mwema, naomba kwa ajili ya hiyo nafsi ambayo imekukubali katika njia tu kidogo. Naomba Bwana utajidhihirisha katika njia kuu, kwa maana wewe ni Mungu mkuu katika maisha ya huyo mpendwa, katika maisha ya huyo mama, katika maisha ya huyo mzee, katika maisha ya huyo kijana, hata huyo mtoto ambaye amefanya huo uamuzi. Utaingia kwenye roho yake na utafanya nyumba pamoja naye, na utukufu wote utakuwa kwako. Tunakuinua na kukuabudu. Ni asante mfalme mwema, endelea kutuhifadhi, endelea kukumbuka hata taifa letu, endelea kutuinua na kutukumbuka Bwana, na changamoto zote tunazozipitia. Kumbuka kanisa lako mfalme mwema, hata kipindi hiki ambacho tumefungwa Bwana, hata katika hizi counties ambazo zimeitwa red zone. Mfalme mwema, tunaomba utakumbuka kanisa lako, utakumbuka washirika wote, utakumbuka pia washirika wa Deliverance Church Ole Polos. Utawainua kila mmoja alipo Bwana, utamkumbuka, utakumbuka jamii zao, utakumbuka mambo yote wanayoyafanya, mambo yote wanayoyapitia, mazuri, magumu, mabaya. Mfalme mwema, ya furaha Bwana, yote utakuwa pamoja nao, kwa maana umeahidi hutatuacha Bwana hadi mwisho wa dahari. Tunakuinua na tunasema wastahili. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.